بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. katika darasa yetu ya lugha ya Kiarabu katika qismu ya nahwu, tulimalizia katika darsa iliyopita nyuma kuona historia kidogo fupi ya al-Imam Sibawayhi rahimahullahu ta'ala. Kadhalika tukaona ilmu ya nahwu, wanavyuoni waliotangulia walioandika ilmu ya nahwu wametegemea machimbuko gani katika kuandika ilmu ya nahwu, na ni Qur'an na Sunna na mashairi ya Waarabu na mazungumzo kwa Waarabu. Kadhalika tukaona namna gani wanavyuoni waliotangulia wamechukulia umuhimu na umakini katika kuhifadhi lugha ya Kiarabu. Kadhalika tukaona kwamba maadui wa Uislamu wanatumia sana njia za kuwatoa Waislamu, kuwaweka mbali na lugha ya Kiarabu ili wasifahamu Qur'ani imesema nini na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imesema nini. Kadhalika tukaona kwamba as-salafu salih, wema waliotangulia, namna gani walikuwa na ghera na uchungu na lugha ya Kiarabu, na wakiwapiga watoto wao pindi wanapokosea kutamka lugha ya Kiarabu ya sawa sawa. Leo insha Allah taala tunaondokea katika nukta qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, wa kana salafu, na walikuwa waliotutangulia, yuadibuna auladahum, wakiwafundisha adabu watoto wao, au nasema wakiwatia adabu watoto wao, ala lahni, juu ya lahn. Na tumesema lahn maana yake ni makosa katika lugha, ni mtu kukosea katika nahwu, yani vile vipengele vya nahwu sawa sawa. Hapa pahala pa kuweka rafu akaweka nasbu, kwa ufupi akakosea katika mazungumzo yake ya lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo wakana as-salafu, na walikuwa waliotutangulia, yuadibuna auladahum, wakiwawekesha na wakiwashikisha adabu watoto wao, ala lahni, juu ya kukosea makosa katika lugha. Fanahnu, kwa hivyo sisi, maamuruna, tumeamrishwa au ni wenye kuamrishwa, amra ijabin au amra istihbabin, ni amri ya lazima au ni amri ya mapendekezo. Yani ameliachia hili jambo, hakuliwekea hukumu ya mkato. Bimaana Waislamu waliobakia, hii ni amri kwa wao. Amri hii inawezekana ikawa ni amri ya lazima, na inawezekana ikawa si amri ya lazima, lakini ni amri ya mapendekezo, kwamba inapendezeshwa kwa wao, tena inapendezeshwa sana. Fanahnu maamuruna, kwa hivyo sisi ni wenye kuamrishwa, amra ijabin, amri ya lazima ya wajibu, au amra istihbabin, au iwe ni amri ya mapendekezo. An nahfadha alqanun alarabiyya, tuhifadhi kanuni za Kiarabu. Hii ni amri tumeamrishwa, an nahfadha alqanun alarabiyya, tuhifadhi kanuni za Kiarabu. Wa nusliha alalsinata, na tuzitengeneze ndimi zetu. Alalsina yani ni wingi wa lisan, lisan ni ulimi mmoja, alsina yani ndimi nyingi. Kwa hivyo wa nusliha alalsinata, na tuzitengeneze zile ndimi, almailata anhu, zilizopinda kutokana na lugha ya Kiarabu, yani zilizopinda kutokana na kanuni za Kiarabu. Almaila an yani kupinda upande siwo, almail ila kupinda kuelekea upande ndio. Kwa hivyo hii almaila an ni kupinda kuelekea upande sio. Kwa hivyo zile ndimi ambazo zitapinda kinyume zikawa zinakosea, basi tumeamrishwa nuslihal alsinata, tuzitengeneze hizo ndimi, almailata anhu, zilizopinda kuharibu hiyo lugha. Fa yahfadha lana tariqata fahmi alkitabi was sunna, kanuni ya Kiarabu na kanuni za lugha ya Kiarabu tutakapo zihifadhi, na hizi ndimi tutakapo zitengeneza, faida yake itakayopatikana, fayahfadha lana, itatuhifadhia sisi, tariqata fahmi alkitabi wa sunna, ile njia ya kufahamu Qur'ani na Sunna. Ili tuipate njia salama ya kufahamu Qur'an na Sunna,
lazima tuzihifadhi kanuni za Kiarabu na lazima tuhifadhi ndimi kutokana na makosa katika lugha ya Kiarabu. Fayahfadha lana, ipate kutuhifadhia sisi tariqata fahmi alkitabi wa sunna, ile njia ya kufahamu Qur'ani na sunna. Waliqtida bil arabi fi khitabiha, na kule kuwafuata aliqtida, kuwaiga, kuwafuata al-arabi wa arabu, fi khitabiha, katika mazungumzo yao, fi khitabiha, katika mazungumzo yao. Falau turika nasu, lau kama watawachwa watu, falau turika nasu, lau kama watawachwa watu, wataachiliwa yani, an lahnihim, kutokana na yale makosa yao katika kuzungumza, lahnihim, kutokana na makosa yao katika kuzungumza, kana naqsan wa aiba, itakuwa ni upungufu na ni aibu kwetu sisi Waislamu. Kwa hivyo haya ni maelezo ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ameyamalizia, na hii namna aliyomalizia ndiyo namna ya kuzingatia. Lau turikan nasu, lau kama watawachwa watu, wataachiliwa tu, ala lahnihim, juu ya makosa yao, lakana naqsan wa aiba, itakuwa ni upungufu kwetu na ni aibu kwetu, kwa sababu hii ni lugha ya Qur'ani yetu, ni lugha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha tawaachia watu wanakosea, wanaharibu, ni aibu kwetu sisi. Qala wan-nahwu riyadhatun dhihniyatun, na hili somo la nahwu ni mazoezi ya kiakili. Wan-nahwu, na somo la nahwu, riyadhatun dhihniyatun, ni mazoezi ya akili, mumtia, yaliyokuwa mazuri, yaliyokuwa freshi sana. Yani kama mtu anataka mazoezi kabisa ya kuweka standby akili yake, aingie katika somo ya nahwu, ataona bongo linavyochemka. Wa huwa kama qila, na hiyo ilmu ya nahwu ni kama ilivyosemwa. Yani kuna watu wamesema maneno mazuri yanayohusu ilmu ya nahwu. Wa huwa, na hiyo ilmu ya nahwu, kama qila, kama ilivyosemwa, fa'asul ulumi, ndiyo shoka la ilmu zote, shoka la ilmu zote, ambalo shoka hilo ndilo linakwenda kupiga na kuweka sawa kila kitu katika masala ya elimu. Kwa hivyo kama unataka ilmu ya tafsiri ya Qur'an, shika shoka lako barabara al-nahwu. Kama unataka ilmu ya hadith, kama unataka ilmu ya fiqhi, kama unataka ilmu yoyote ile, basi shoka lako la nahwu uwe umelikamata vizuri. Fa'sul ulum, ndiyo shoka la nahwu, la ilmu zote. Fahuwa dharuriyun, kwa hivyo hii nahwu ni jambo la dharura, ni jambo la lazima, liman, kwa yule ambaye yuzawilu alkitaba walkhitaba, anajaribu kuandika na kuzungumza. Mtu ambaye anajizoesha, yani yuzawil, anajizoesha, anafanya mazoezi, anajaribu alkitabata, kuandika maandishi ya Kiarabu, walkhitabata, na kuzungumza mazungumzo ya Kiarabu, basi fahuwa dharuriyun, nahwu ni jambo la lazima. Fahuwa dharuriyun, nahwu ni jambo la lazima, liman, kwa yule ambaye yuzawilu alkitabata walkhitaba, anajaribu kuzungumza na kuandika, lazima apate nahwu kwanza. Wa yuhtaju ila nahwi fi kulli fannin, na inahitajiwa hii nahwu. Wa yuhtaju ila nahwi, na inahitajika hii ilmu ya nahwu, fi kulli fannin, katika kila fanni unayojua wewe, lazima nahwu itahitajika huko. Min fununi ilmi, katika hizi fanni za kielimu. Fanni yoyote ya kielimu ambayo wewe utataka kuingia, basi hakikisha yuhtaju ila nahwi, inahitajika nahwu. Fi kulli fannin, katika kila fanni, min fununi ilmi, miongoni mwa hizo fanni za kielimu. Wala siyama, na hasa hasa, wala siyama, na hasa hasa, at-tafsir wal hadithu, tafsiri ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, huko ndiyo inahitajika zaidi. Wama ahsana qawla al-Kisai, na uzuri ulioje wa maneno ya al-Imamu al-Kisai. Yani al-Imamu al-Kisai ametamka maneno ambayo yamewashangaza watu kwa uzuri wake. Ndio maana anasema ma ahsana qawla al-Kisai, ni nzuri ilioje. Ma ahsana yani at-ta'ajjub, unashangaa, ni uzuri ulioje wa haya maneno aliyoyatamka al-Imamu al-Kisai. Bimaana ametamka maneno mazuri ya kupigiwa mfano. Anasema wama ahsana qawla al-Kisai, na ni mazuri yalioje maneno ya al-Imamu al-Kisai. Anasema ayyuha talibu ilman, ewe mwenye kutafuta elimu,
nafi'an, elimu yenye manufaa. Utlub an-nahwa, tafuta elimu ya nahwu. Wada' anka at-tam'a, na achilia mbali tamaa. Ayuha at-talibu, ewe mwanafunzi, ewe mwenye kutafuta, ilman nafi'an, elimu yenye manufaa. Kama unataka elimu yenye manufaa, utlubi nahwa, kwanza anza kusoma ilmu ya nahwu. Wada' anka at-tam'a, na uachilie mbali. Da' ni fi'li amri, anakuamrisha acha, ondosha. Wada' anka at-tam'a, ondosha tamaa, kwamba unataka elimu tu wewe upapie usome matabu lakini nahwu hujui, ondosha tamaa hiyo. Innama an-nahwu, kwa hakika si vinginevyo, hii ilmu ya nahwu, qiyasun yuttaba'u, ndiyo kipimo kinachofuatwa. Yuttaba' kinafuatwa, wabihi, na kwa kupitia hiyo nahwu, fi kulli ilmin yuntafa, katika kila elimu yatapatikana manufaa. Anasema innama an-nahwu, kwa hakika si vinginevyo, hii ilmu ya nahwu, qiyasun yuttaba', ndiyo kipimo kinachofuatwa. Kipimo cha msomi tutampima katika ilmu ya nahwu. Ikiwa hajui nahwu, kuharibu kwake ni mara nyingi kuliko kutengeneza kwake. Lakini anasema wabihi, na kwa kupitia hii ilmu ya nahwu, fi kulli ilmin yuntafa, katika kila elimu itapatikana manufaa kwa kupitia mtu anapokuwa anajua nahwu. Anasema faqtarib minan nahwi, basi kurubia. Faqtarib, jikurubishe, kurubia katika hii ilmu ya nahwu. Fakullama iqtarabta minhu, kila unapoikurubia hii ilmu ya nahwu, raaitahu sahlan, utaiona kuwa ni nyepesi. Ukijiweka mbali nayo, ukawa unasikiliza tu watu wanazungumza kuhusu nahwu, nahwu ina hivi kanuni, ukiwa hujaingia wewe mwenyewe utaona kwamba ni jambo gumu. Lakini kiuhalisia ulivyo, nahwu mwanzoni, kwa vile wewe ndio hujawahi kusikia, hujawahi kusoma hivi vipengele, unaweza ukapata tabu kidogo mpaka ufahamu nini i'rab, nini hukumu ya raf'u, nini nasbu, nini hivi, nini alama. Kidogo kisha kupata mwangaza, tayari utakuja kuona hakuna kitu chepesi kama nahwu, na hakuna kitu kitamu kama nahwu, na hakuna kitu chenye manufaa katika ilmu kama hii nahwu. Kwa hivyo faqtarib minan nahwi, kurubia kwenye hii ilmu ya nahwu. Fakullama, kila wakati ambapo iqtarabta minhu, utakurubia katika hii ilmu ya nahwu, raaitahu sahlan, utaiona kuwa ni nyepesi. Anasema wa kullama ibta'adta anhu, na kila ambapo utajiweka mbali nayo. Ibta'adta anhu, utajiweka mbali nayo. Raaitahu sa'ban, utaiona ni ngumu, kwa sababu hufuatilii, hujasoma, huingii deep ukaona kanuni vipi mambo yanachambuliwa. Wa kullama ibta'adta anhu, na kila utakapojiweka mbali nayo, raaitahu sa'ban, utaiona kuwa ni ngumu. Qala al-Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, an-nahwu fi awwalihi su'abun, hili somo la nahwu mwanzoni mwake, fi awwalihi, katika mwanzo wake, su'abun, kuna ugumu, kwa sababu ndo kwanza unaona haya mambo, hujajua wewe ya saa nini mu'rab, nini mabni, ndo kwanza utaona ngumu. Wa fi akhirihi sahlun, lakini katika mwisho wake kuna wepesi. Waqad muthila bibaitin min qasabin, na kwa hakika imefananishwa, muthila, imefananishwa hii ilmu ya nahwu, bibaitin min qasabin, na nyumba ya miwa au mianzi, yani nyumba iliyojengwa kwa mianzi, kuta zake zile ni mianzi imepangwa. Wababuhu min hadidin, lakini mlango wake ni mlango wa chuma. Kwa hivyo ilmu ya nahwu wanavyuoni wameifananisha na nini? Wameifananisha na nyumba ambayo ni nyumba atateke, yani ukipiga teke inavunjika. Nyumba ya mianzi, nyumba ya miwa iliyopangwa, lakini mlango wake ni mlango wa chuma. Sasa kama mtu atavunjika moyo kwenye kufungua mlango wa chuma, asizingatie huko mbele kuna mianzi mitupu, huyu atakuwa ameshindwa, ni mtu mzembe. Lakini kama atajikaza kidogo hapa mwanzo kufungua mlango wa chuma, basi kwenye mianzi huko anakwenda kupiga mkono tu, anapekua hivi, tayari anaingia ndani. Kwa hivyo Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin anazidi kutupa moyo kwa kusema an-nahwu fi awwalihi sa'bun, hii nahwu katika mwanzo wake kuna ugumu kidogo. Wa fi akhirihi sahlun, lakini uko mwisho kwepesi kabisa. Waqad muthila, na kwa hakika imefananishwa, bibaitin min qasabin, imepigiwa mfano
kwa nyumba ya miwa, nyumba ya mianzi. Wababuhu min hadidin, lakini hiyo mlango wake ni mlango wa chuma. Hadha wa inna min anfa'il muqaddimat. Anasema hadha, yani yote hayo, yani anasema yani yote 9 hayo, lakini zingatia haya yanayofuatia mbele. Hayo ya nyuma tushasikia, zingatia na haya ya mbele. Hadha, yote hayo, wa inna min anfa'il muqaddimat, na kwa hakika katika utangulizi wenye manufaa zaidi. Anfa', wenye manufaa zaidi. Almuqaddimat, katika ilmu za utangulizi, yani ilmu za mwanzo ambazo wewe mwanafunzi utazisoma katika ilmu ya nahwu. Hii ilmu ya nahwu ina vitabu vyake vya mwanzo vidogo vidogo, kisha kuna vitabu vya kati na kati, kisha kuna vitabu vikubwa vya mwisho. Sasa katika hivi vitabu vya utangulizi vya mwanzo ni vitabu gani ambavyo vina manufaa zaidi kwa mwanafunzi? Ndicho anachokieleza hapa. Anasema wa inna, na kwa hakika, min anfa'i almuqaddimat, yani katika utangulizi wenye manufaa zaidi. Anfa ndiyo manufaa na almuqaddimat ndiyo hiyo ilmu ya utangulizi. Kwa hivyo katika ilmu za utangulizi au vitabu vya mwanzoni vyenye manufaa zaidi, allati, ambavyo wadaaha alulamau, wameviweka wanawavyuoni. Wadaaha alulamau, wameviweka wanawavyuoni. Almutaqaddimun, waliotangulia. Lilmubtadiina, wanawavyuoni waliotangulia wameweka vitabu hivyo. Lilmubtadiina, kwa wanafunzi wanaoanza kusoma nahwu. Almubtadiin, wale wanaoanza kusoma fi ilmi nahwu, katika ilmu ya nahwu. Almuqaddimatu al-Ajurrumiyya, ni utangulizi wa kitabu kinachoitwa al-Ajurrumiyya, ambacho hichi ndicho sisi tunachotaka kukisoma insha Allahu taala. Hapa nataka tuzingatie vizuri. Maksudio ya ibara hii ni kwamba katika vitabu bora vya mwanzo kabisa mtu kuanza kuvisoma, walivyoviandika na kuviweka wanawavyuoni waliotangulia, na wameviweka vitabu hivyo kwa ajili yangu mimi na wewe ambao ndo kwanza tunaanza kusoma ilmu ya nahwu, basi ni kitabu kinachoitwa Al-Muqaddimatu al-Ajurrumiyya, utangulizi wa al-Imam al-Ajurrumi. Anasema wa inna min anfa'il muqaddimat, na kwa hakika katika utangulizi wenye manufaa zaidi, utangulizi bora zaidi. Allati, utangulizi ambao wadaaha alulama, wameweka wanawavyuoni. Almutaqaddimun, wanawavyuoni waliotangulia wameweka utangulizi huo, yani vitabu hivyo vya mwanzo wameviweka. Lilmubtadiin, kwa wale wanaoanza kusoma. Fi ilmi nahwu, katika ilmi ya nahwu. Fi ilmi an-nahwi, katika ilmu ya nahwu. Anasema Al-Muqaddima al-Ajurrumiyya ni kile kitabu cha utangulizi cha al-Ajurrumiyya. Fahiya babun nahwi, kwa hakika hiyo utangulizi huo. Fahiya, huo utangulizi wa al-Ajurrumiyya, babun nahwi, ndiyo mlango wa nahwu. Yani kama unataka kuingia katika jengo la nahwu, anza kwenye utangulizi huu, kijitabu hiki matnu al-Ajurrumiyya. Fahiya, kitabu hicho, babun nahwi, ndiyo mlango wa ilmu ya nahwu. Qala Al-Makudi, amesema mwanachuoni Al-Makudi rahimahullahu ta'ala, wa inna, na kwa hakika, min ajalli, katika vitu vizuri zaidi, ma wudhi'a, ambavyo vimewekwa, fihi, katika hili jambo, ai yani ilmi nahwi, katika elimu ya nahwu. Anasema al-Imamu al-Makudi, wa inna, na kwa hakika, min ajalli ma wudhi'a, katika vitu vitukufu zaidi, ajal, vilivyokuwa vizuri zaidi, ma wudhi'a, ambavyo vimewekwa, fihi, yani katika ilmu ya nahwu, vitabu vizuri vilivyowekwa katika ilmu ya nahwu. Mina almuqaddimati almukhtasara, katika utangulizi uliokuwa mfupi. Almuqaddimat, tangulizi. Almukhtasara, vilivyokuwa vifupi. Wallumai almutakhayyara, na mwangaza unaochaguliwa. Wallumai almutakhayyara, na mwangaza mzuri wa kielimu ambao mtu atauchagua. Muqaddimata al-Sheikh al-Faqih, ni ule utangulizi wa al-Sheikh al-Faqih al-Ustadh al-Muqri, yani hizi ni sifa zake anapewa al-Sheikh, yeye ni Sheikh al-Faqih, msomi wa fiqh. Al-Ustadh, ambaye ni ustadhi mzuri. Al-Muqri, yani msomeshaji mzuri. Huyu bwana
anaitwa Abi Abdillah, babake Abdullah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Huyo aliandika kitabu Al-Ajurrumiyya, ndio jina lake hili, anaitwa Abi Abdillah, babake Abdullah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji, Muhammad ibn Daud As-Sinhaji. Fahiya miftahu ilmi lisani, ngeli anaposema fahiya, utangulizi huo, yani hicho kijitabu chake hicho, miftahu ilmi al-lisani, ndio ufunguo, miftah, ufunguo wa elimu ya ulimi, yani elimu ya lugha ya Kiarabu. Akisema ilmi al-lisan ay ilm al-arabi ay ilm an-nahw. Kwa hivyo anasema huyu bwana al-Makudi rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa vile vilivyokuwa vizuri katika vitabu vilivyowekwa na maulama katika ilmu ya nahwu, ambavyo ni katika utangulizi mfupi sana, kadhalika katika mwangaza mzuri sana ambao mtu atauchagua, ni mukaddima wa Sheikh Muhammad As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Kadhalika anasema Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Al-Ajurrumiyya, kitabu hichi kinachoitwa Al-Ajurrumiyya, kitabun saghirun fi nahwi, ni kitabu kidogo katika ilmu ya nahwu, lakinahu mubarakun, lakini kimebarikiwa, jami'un, kimekusanya vizuri, muqassamun, kimegawanywa vizuri, sahlun, chepesi sana. Wa ana, na mimi, yani Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin anasema, ansahu bihi, ninawanasihi kitabu hicho, kulla mubtadi'in, kila mwenye kuanza kusoma. Wa ana ansahu bihi, na mimi ninamnasihi kwa kitabu hicho, yani akisome kitabu hicho, kulla mubtadi'in, kila mwenye kuanza kusoma, an yaqra'ahu, akisome fi nahwu, katika ilmu ya nahwu. Kwa hivyo haya bado ni maneno ya kutushajiisha na kutuonyesha kwamba kitabu tunachokwenda kukisoma ni kitabu adhim, ambacho wanavyuoni wamekisifia sana katika al-muqaddimat al-mukhtasara, vitabu vya utangulizi ambavyo ni vifupi vilivyoandikwa, wal-luma al-mutakhayyara, na muangaza mzuri ambao mtu atauchagua katika ilmu ya nahwu, basi ni hichi kitabu cha Sheikh Muhammad As-Sinhaji Muhammad ibn Daud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Anasema kwa kumalizia, walamma kana, na kwa vile imekuwa, matnul Ajurrumiyya, hichi kitabu cha matni al-Ajurrumiyya. Matn maana yake ni kijitabu kidogo kilichoandikwa cha al-Imam Ibn Ajurrumi, bitilka al-ahammiyati saniyya. Anasema na kwa vile kimekuwa hichi kitabu cha Al-Ajurrumiyya kina huo umuhimu as-saniyya, ambao ni ar-rafi'a, uliotukuka, yani umuhimu mkubwa, kwa ufupi tutasema hivyo. Walamma kana matnu al-Ajurrumiyya, na kwa vile imekuwa hichi kitabu cha matnu al-Ajurrumiyya kimekuwaje, bitilka al-ahammiyati as-saniyya, kipo katika ule umuhimu uliotukuka, umuhimu mkubwa. Kwa vile ni hivyo, kitabu hichi kina umuhimu mkubwa, anasema Malik al-Mahdhari, ista'antu Allah subhanahu wa ta'ala, nikamtaka msaada Allah mtukufu. Yani huyu tunayesoma kitabu chake Al-Mumti anasema, nilipokiangalia kitabu cha Matn Ajurrumiyya nikakikuta kwamba kipo katika al-ahammiyya as-saniyya, kipo katika umuhimu mkubwa sana, kina umuhimu mkubwa kwa wanafunzi wanaoanza kusoma nahwu. Nilipoona hivyo, kwa hivyo mimi sasa nikamtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala ala sharhihi, juu ya kukisherehesha kitabu hichi, yani nikamwomba Allah anisaidie nikishereheshe kitabu hichi, fi hadha alkitab, katika kitabu hiki ambacho kipo katika mikono yetu leo. Anasema wasamaituhu, na nimekiita hichi kitabu changu ambacho hichi kinasherehesha hicho al-Ajurrumiyya, nimekiita kitabu hichi Al-Mumti'u fi sharhi Al-Ajurrumiyya. Hili ndio jina la kitabu. Anasema falaqiya walillahi alhamd, kikapata kitabu hichi walillahi alhamdu, na Allah ndiye mwenye kusifiwa, wal minna, na unemeshaji. Anasema kimepata qabulan, kukubaliwa, wa tashji'an, na kimepata tashji', kuhamasishwa, min mashayikhina, kutoka kwa mashekhe wetu. Yani yeye ana mashekhe wake ambao hao mashekhe wamefanya tashji' kuhamasisha watu kukisoma kitabu hiki. Kwa hivyo kitabu matni ni matni al-Ajurrumiyya. Hii matni al-Ajurrumiyya
amekuja Sheikh Malik al-Mahdhari amekuja kuandika kitabu chingine ambacho kinasherehesha ile al-Ajurrumiyya. Anasema kitabu changu hichi ambacho nimesherehesha, alhamdulillah wallahi alhamdu wal minna, Allah ndiye mwenye kusifiwa na yeye ndiye mwenye kuneemesha, kikapata kabul, kikakubalika. Hichi kitabu kilichosherehesha alhamdulillah kimekubalika, lakini sio hapo tu, watashji'an mimma shayikhina, na kimepata kushajihishwa kutoka kwa mashekhe wetu. Mashekhe wameshajihisha sana sana sana. Wa ikhwanina almudarrisin, lakini pia ndugu zetu wenye kusomesha, almudarrisin wasomeshaji, nao pia wakahimiza sana 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 watu wasome kitabu hichi almumti' fi sharhi al-Ajurrumiyya. Wa zumalaina at-tullab, lakini pia zumalaina marafiki zetu at-tullab ambao ni wanafunzi kama sisi. Kwa hivyo anasema qala shaykhuna Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahu Allah ta'ala, amesema shekhe wetu Yahya ibn Ali al-Hajuri Allah mhifadhi, al-Ajurrumiyya, kitabu hiki al-Ajurrumiyya kitabun hasanun, ni kitabu kizuri sana, kitabun sahlun, ni kitabu chepesi sana, walaha sharhun tayyibun, na kinayo sharhe nzuri, li akhina Malik al-Mahdhari, sharhe hiyo ni ya huyu ndugu yetu Malik al-Mahdhari. Yani kitabu al-Ajurrumiyya laha sharhun tayyib, kina sharhe yake ambayo ni nzuri, na sharhe hiyo ameandika nani? Li akhina Malik al-Mahdhari, ameandika ndugu yetu Malik al-Mahdhari, jazahu Allahu khairan, Allah amlipe khairi. Wa hunaka sharhun tayyibun, lakini anasema na ipo sharhe nzuri sana fil jumla, kiujumla, yani ipo sharhe nyingine kiujumla ambayo ni nzuri, li Muhammad Muhyiddin, ambayo imeandikwa na Muhammad Muhyiddin. Na nimesema au tumesema katika darsa za mwanzo kwamba tutakapomaliza kitabu hichi al-Mumti' tutapitia kidogo hicho kitabu anachokitaja hapa at-Tuhfatu Saniyya, ambacho kimeandikwa na Muhammad Muhyiddin. Lakinna sharha akhina Malik, anasema lakini hii sharhe ya ndugu yetu Malik ahsan, ni nzuri zaidi, kwa sababu sharhe hii mifano yake anayoitoa ni mepesi, na ni mifano anayoitoa kwenye Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tofauti na mifano anayoitoa Muhammad Muhyiddin katika kitabu chake at-Tuhfatu Saniyya. Lakini pia wanavyoni wingi wameitanguliza at-Tuhfatu Saniyya kabla ya sharhi nyingi za kitabu al-Ajurrumiyya. Kwa hivyo anasema hadha wa as'alu Allah ta'ala, na namuomba Allah mtukufu, wa as'alu min Allah ta'ala, naomba kutoka kwa Allah mtukufu, an yataqabbala minni, anikubalie mimi, hadha al-amal, kitendo changu hichi, yani cha kusherehesha kitabu hichi, Allah anikubalie. Wa an yarzuqani, na aniruzuku mimi, al-ikhlasa fihi, aniruzuku ikhlas katika kazi yangu hii ninayoifanya ya kusherehesha kitabu hichi. Wa an yaghfira li, na anisamehe mimi, wali walidayya, na wazazi wangu wawili, wali mashayikhi, na mashekhe zangu, wa ikhwani, na ndugu zangu fillahi, katika dini ya Allah, yani ndugu zangu wote katika iman. Innahu, hakika yeye Allah, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kila kitu ni mweza. Al-muallif aliandika kitabu hichi anaitwa Malik ibn Matar al-Mahdhari. Yeye anasema kitabu hichi nimekiandika kwa lengo la kusherehesha kitabu al-Ajurrumiyya. Kwa hivyo kitabu changu ambacho ndio sharh kinaitwa al-Mumti' fi sharhi al-Ajurrumiyya, na kitabu chetu hichi al-Mumti' fi sharhi al-Ajurrumiyya vipo vitabu vingine ambavyo kama hivi vinavyosherehesha kitabu al-Ajurrumiyya, na ni vizuri sana tu katika sharhi ya Ibn Uthaymeen, na sharhi nyingi sana zipo nzuri za sharhi ya al-Ajurrumiyya, lakini sisi tumechagua hii kwa sababu ni nyepesi sana na iko katika muundo mzuri sana. Kwa hivyo katika darasa tuliosoma leo tumepitia maelezo ya wanavyuoni. Nukta ya kwanza, tulipoeleza maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tulikuwa tunaelezea kwamba ikiwa tutawacha kuihifadhi lugha yetu ya Kiarabu itakuwa ni aibu kwetu sisi, kadhalika ni upungufu kwetu sisi. Lakini kadhalika nukta ya pili tumesema kwamba nahwu ni mazoezi ya akili. Mtu akitaka kuchangamsha akili yake barabara, hususan katika masala ya kielimu, basi aingie kuisoma ilmu ya nahwu.
na ni kwamba nahwu inahitajika kila pahala. Lakini kadhalika tukaona maelezo ya al-Imam al-Kisai akisema kwamba ewe mwanafunzi ambaye unataka ilmu, acha tamaa ya kielimu kwamba unataka ujue, unataka upitie matabu. Tulia kwanza, tafuta ilmu ya nahwu. Nahwu ndiyo kipimo cha kufuatwa, na vile vile nahwu ndiyo itampatia mtu manufaa katika kila mlango wa kielimu. Kadhalika tumesoma maelezo Ibn Uthaymeen kwamba ilmu ya nahwu mwanzo wake utaona ni mgumu, lakini mwisho ni mwepesi, na imepigiwa mfano kwamba ilmu ya nahwu ni kama nyumba ya mianzi, nyumba ya miwa, nyumba ambayo mlango wake ni mlango wa chuma. Kadhalika tumesoma maelezo ya wanavyuoni yanayohimiza kupitia kitabu al-Muqaddimah al-Mukhtasara, huu utangulizi mfupi ambao ameuandika Muhammad ibn Daud as-Sinhaji, yani kitabu kile Matni al-Ajurumiyya, wanavyuoni wamehimiza. Kadhalika Ibn Uthaymeen anasema mimi na wanasihi wanachuoni wasome sana Matni al-Ajurumiyya. Kwa hivyo sasa, ili tuisome matni hiyo na tupate faida zaidi, ndio sisi tukaimua kusoma sharhi yake kabisa ya Sheikh Malik al-Mahdhari, Allah amlipe kila la khairi. Kwa hivyo insha Allah, kwa kufikia hapa tutakuwa tumemaliza utangulizi mzuri ambao tumekusudia kuandaa katika darsa hii, na insha Allah taala tutakuja kuanza katika darsa inayofuatia mlango wa kwanza kabisa katika kitabu hiki. Tutakiuka hivi vipengele ambavyo tunavihisi havina umuhimu sana kwa sasa kwa upande wa mwanafunzi. Insha Allah tukija tutakuja kuanzia kwenye taarifu al-kalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdu lillahi rabbil alamin.